kuzungumza ndio ilivyo kwamba mimi naupongeza tu sana umnyaa kwa sababu umnyaa umenipeleka mbali, jina langu limeenda mbali kwa sababu ya umnyaa. Mapito yangu niliyopitia ni makubwa sana mpaka nilikimbilia kwenye mnyaa kwa ajili ya kuuliza kwa sababu na mimi huaga naoteshwa. Ina maana mimi hii mnyaa nilioteshwa nikaambiwa shida za kwako zitaishia hapa. Matatizo ya kwako yataishia hapa mwanangu. Sasa kitu ambayo kilichonionyesha siwezi nikasema kwamba ni nani. Ina maana na mimi nililetewa tu kwamba shida za kwako zitaishia hapa. Na kweli jambo lolote lile lazima nikimbilie hapa kwa sababu ndio utundu wa kwangu. Umeona? Kwa sababu nimeonyeshwa kwa hapa. Unaona? Na kweli na uheshimu sana umnyaa. Doto. Leo tunakutana tena kwa mara nyingine tangu mara ya mwisho tumeachana katika akaunti yetu ya Doto account. Sasa tulitaka tujue kwamba kwa nini leo umeamua kutengeneza hichi kipindi. Na bahati nzuri sana leo naona hauko peke yako, uko na mama ambaye naona mtashirikiana naye katika kutuelezea kipindi chetu. Wananchi wanataka kujua ni kwa nini Doto unataka kuongelea mmea aina ya mnyaa. Doto, kwa hiyo karibu sana, nikukaribisha sasa uweze kutuambia kwamba unasemaje na pia una sera gani siku ya leo. Sawa. Karibu tu sana na mimi nipo. Mimi leo sera ya kwangu nataka kuongelea kwa ajili ya huu mmea unaitwa ni mnyaa. Huu mnyaa kwangu mimi sasa nitaongelea. Wengine wanauona mnyaa kama mnyaa. Umeona? Ila nitaongea katika ndani ya lugha kama mbili na lugha yetu ya Kisukuma. Ulebona? Naliha ya na wawele abantu abasukuma bicane geke uneno ntegonoyo nagusaminishije sana. Ulebona? Untegonoyo bangi bayomba linala. Leona elinala uneneo bizaga sehemu onole sanga kwanza wali tenaga. Nibuja sana. Ina maana umnyaa nule linala ukusehemu yane lina mambo mingi sana. Moja unene linale nule dima lina mambo gakunionyesha. Wabona geke nawe gijono ule dima shinshinelelwa ulone nhelinalo bebe nelelwa geko bebe nisega kinehe. Ulebona? Halafu bebe wiganika kinehe ni halebe nukunwako. Ina maana ene unaita na kite torch ya kuweza kumulika kukumana ili tatizo lya kunwako. Halafu ule hakine ule nipangira kine okunwane nulo kunwako nuko wilo nole dime linala lenele nuko ilageke wena numba jinga wena leke wena bana banga wena nani. Ina maana ilinala noyomba kunesa onagina darubini ya kunwane. Asa ologeke no sanga sehemu wale temaga nuliraga sana. Na kweli ilinala lyo nini hakasili nyingi sana eja kuba binadamu. Bangi bali wana duinala lakini ilinala lenele liwegije kukubegeja kintu cha maujiza n'urukino mbali ilinala lenele liwegije kukuyombisha ulowoshika kulilomba na kuliyombele shide ja kunwako ejoleji yomba ulowoshika hinala buziko ila galiho mashipengera gakukulanja. Ulebona? Ila gakukulanja weyamba gonhofolo nsonhela yo biza shida. Ina maana eno nakwele kama mabano ulohage kuniboja zaidi basi onitolea simu nokuelewesha ulolechoba esili inalageke liweje kulomela na lyobo kinehe elinalo logeke shida ja banana ga uloda kageke ukalomele ango ukaleboje shida ja kulebebe liwegije kukuelewesha na kukuwele shida jako elinala liwegije kukolekeja geko bebe ulachole nsabino ulachole nkabe liwegije kukuwela uloshika mamda fulani ile hwa maadili yaga kulibegeja ilo dakageke na kuelewesha zaidi ili uweje nao kuyolomera na lwe linala ili muweje kwiyelewa nalyo kali wa mashipengere ulo simu oni tolela oni chola nuko elewesha geke ule dakamlomere nalyo
Elinala lile kipengele chitale sana. Hii ndio maana kila sehemu kwa ndeja banani na banani pia babize batemi banani bali nalyo hakaya amanala ga muhimu sana. Ina maana amanala gena kipengele cha kwenta kintu hakaya halafu kiri hojo. Elinala itabila nzuma elinala neli hojo ele nzuma olole sale kila mami hayo umulizira nkana homo yujira. Ulebona unaniza kulomelela kwa ajili ya huu mnyaa ili waweze kunifahamu. Ya simu na kumuuliza swali lolote ambalo linaweza likawa linakusumbua kuhusu mnyaa. Lakini Doto umetuacha na fumbo kubwa sana la kuhusu mnyaa, kwamba umesema mnyaa unasaidia vitu vingi sana, lakini ili kusudi kuweza kusaidika na huo mnyaa ni lazima tuwe tunajua sana. Kwa nini umetuacha na fumbo kubwa kama hilo? Basi lile fumbo si unajua. Ina maana wewe ukitaka kwamba ujue zaidi tukiwa wewe na mimi, ndio maana nipigie simu nikuonyeshe, kama ukiweza haina shida, tutaongea mawili matatu nikufundishe. Basi sawa. Nafikiri watazamaji wa TV yetu ya Doto IBC naona mnaendelea kupata uhondo mzuri kabisa. Lakini pia kama unavyofahamu Doto ana mambo mengi sana. Endelea kukaa na Doto, baki na Doto, utaendelea kujifunza vitu vingi sana. Lakini pia Doto, tuna mama pembeni, hatujamjua, hajajitambulisha. Sasa tunafanyaje? Hem, tupe kidogo mama naye aongee kidogo. Labda naweza nikasema tu kwamba huyu sasa niweze kusema huyu niweze kumtambulisha kwamba huyu ndio mke wangu sasa. Anasemaga yani mke wangu wa maisha, kwa sababu mke wa kwanza waga wanasema kwamba kwa mimi nina lugha mbaya, lakini kwa Watanzania mnaweza mkaniambia kwamba nina lugha mbaya. Ina maana mke wangu wa kwanza namuitaka ni mtaji. Umeona? Ni huyu ndio ni mtaji sasa. Kwa hiyo wale wote wengine unaona tunasema kwamba kwa lugha ya kwangu huyu ni mtaji. Wale wengine sasa wanafuata ni faida, kwa sababu asipokuwa huyu na maana huyu amesababisha kuningalisha na mnyaa wangu. Umeona? Amesababisha kuningalisha mpaka na wale wote wananiona kwa kupitia huyu. Ina maana sawa na sabuni yangu ya kuweza kuningalisha uweze kuniona mbali hata wewe pia uliko mtaani. Ni huyu chanzo cha maneno. Ina maana ukitaka kunitafuta umchogonoe huyu. Yaani sasa ukisha mchogonoa huyu sawa na kwamba unataka kupiga Ikulu hapo sasa. Kwa hiyo Doto, tunakumbuka katika simulizi yako ya kwanza ulituambia una wake. Una wake wangapi? Na wake 6. Ulituambia una wake 6. Na wake 6 ila sio kwamba mwisho 6. Kwa sababu sio mwisho 6. Kwa sababu nikisema kwamba nao 6 wa mwisho wa 6 hapana. Bado wataongezeka. Si unajua tena waga wanasema kwamba Ikulu katakapoitwa kwamba Ikulu ndio. Ina maana hata watemi wale wa zamani. Ndio. Kwa kweli mke mmoja sasa ni shida. Unaona kama majaribu haya. Maana kimfano kama huyu, si unaona? Sawa, huyu ni mtaji wa kwangu. Na macho sasa wanadamu wote wanamuona. Unakaa kwa kujihami, si unajua? Sawa. Jiulize mfano. Unaona tu hizi gari hawa wa China hawa wazungu hawa. Ndio. Wametengeneza gari tairi ngapi halafu na lingine liko wapi? Gari jingine tairi. Tairi. Umeona? Ni hivyo. Sawa Doto. Basi tunashukuru sana ndugu watazamaji wa kipindi hiki. Sisi tuambie shao, tutaonana next time katika kipindi kingine cha Doto akiuelezea akitufafanulia zaidi kuhusu dawa nyingine ambayo yeye anaiona kwake ni ya maana. Na leo alikuwa anaushukuru mnyaa. Asante sana.